Shule ya sekondari ya Mlingoti ilikuwa na sifa ya kutoa wanafunzi bora taaluma, lakini ilihifadhi siri nyingi. Mwaka mpya wa masomo ulianza na miongoni mwa wanafunzi wapya alikuwa msichana aitwaye Amina, mwenye tabia ya kipekee. Hakuzoeana na mtu, alikaa peke yake, hakuwahi kucheka na mara zote alionekana kuwa na mfuko mdogo wa ngozi mkononi. Alipoingia darasani macho yote yakamkodolea. Urembo wake wa asili wa Kiafrika ulivutia, lakini ukimya wake ulizua maswali. Muda mfupi baadaye wanafunzi walianza kusema, yule Amina ana macho ya ajabu kama anamchoma mtu. Mambo ya ajabu yakaanza kutokea. Mwanafunzi mmoja alipoteza daftari lake darasani, likapatikana limechomwa moto, lakini ilikuwa ndani ya begi lake. Mwingine alilia usiku mzima kwa kudai kuwa amefanyiwa ndoto ya kichawi. Amina hakuonekana kujali wala hakutetea chochote, lakini alikuwa akifaulu mitihani yake bila hata kuonekana akisoma. Wanafunzi wakaanza kumuogopa na baadhi yao walihamia nyumba nyingine ya kulala. Rehema, mwanafunzi wa darasa moja na Amina, alikuwa jasiri. Siku moja aliamua kumfuatilia usiku. Alimkuta Amina nyuma ya bweni akiwa na mshumaa mwekundu, unga wa ajabu na kitabu kilichoandikwa kwa maandishi yasiyosomeka. Amina alikuwa akiinamisha kichwa chake na kuzungumza maneno kama, ngwasha tembo wa gizani niletee maarifa, ngwasha tembo wa gizani niletee maarifa. Rehema alikimbia kwa hofu, akaapa kuambia walimu, lakini hakudhubutu siku hiyo. Baada ya tukio hilo, wanafunzi watatu waliugua ghafla, walipata degedege kali na mmoja alilia bila sababu kwa siku 2 mfululizo. Sasa hofu ikawa kubwa. Walimu walipojaribu kuuliza, wanafunzi wengi walimtaja Amina kama mhusika. Hatimaye Rehema akasimama hadharani na kusema alichokiona. Mwalimu mkuu alishtuka na uongozi wa shule ukaamua kumuita Amina ofisini kwa mahojiano. Amina alikana yote, lakini alipopekuliwa walikuta mfuko wenye vumbi la ajabu, karatasi zenye michoro ya duara, sindano nyekundu na kitabu chenye lugha isiyofahamika. Wanafunzi wakakusanyika uwanjani, mkutano wa dharura ukafanyika. Wazazi pia walihudhuria, wote walitaka kujua ukweli huo. Ndipo Amina akaanza kueleza kwa utulivu kabisa, akisema, mimi sio mchawi, nilifundishwa tiba za asili na bibi yangu. Nilikuwa nikiwasaidia wanafunzi kwa asili kwa sababu jamii haikubali urithi wa mababu zetu. Baadhi ya wanafunzi waliosaidika walithibitisha maneno ya Amina. Hata mzazi mmoja aliyewahi kutibiwa na Amina alisimama na kumtetea. Mwalimu mkuu akasema, hatupaswi kuhukumu kabla ya kuelewa. Tiba ya asili si uchawi. Amina hakufukuzwa, bali alipewa nafasi ya kuanzisha klabu ya afya asilia shuleni. Heshima ikarejea kwa Amina. Sasa alikuwa kipenzi cha shule, akitumia maarifa yake kusaidia. Simulizi inaishia kwa Amina akihitimu shule kwa heshima, akiwa ameacha alama ya mabadiliko na mtazamo mpya kuhusu tiba za asili. Hivyo usisahau kusubscribe na kutani on notification. Hii hapa ni 49 Media. Asante sana kwa kunisikiliza.